ina athari kubwa sana kwa Simba. Yani stori za uwanja kuanza kuzungumzwa sasa hivi inakwenda inapenya, yani inafika mpaka kwa viongozi, inafika mpaka kwa wachezaji. Yani inakutengenezea picha ya wewe kwanza kufikiria jambo la baadaye kabla hujamaliza jambo ambalo unakwenda kuanza nalo. Though athari ni minor, yani kwa sababu haita depend utakachoenda kufanya uwanjani. Athari ni minor sana, lakini ipo, hiyo kidogo ipo. That's why kwenye hilo eneo naweza nikawaelewa Simba, kwa sababu inaonekana taarifa iliweza kutoka mapema kuhusiana na uwanja, kwa sababu kama uwanja haukutumika kwenye mchezo wa nusu finali, unakwenda kutumika vipi kwenye mchezo wa finali kabla taarifa rasmi haijatoka kwamba uwanja umeruhusiwa kutumika? Lakini ukitoka hapo, ipo taarifa kutoka CAF ambayo ilitolewa juzi, kwa maana ya kwamba tarehe 14. Ina maana kabla ya speculation za jana, tayari taarifa imeshafika TFF, kwa sababu CAF wanatuma TFF wanatuma kwa bodies zake ambao moja kwa moja ilikuwa inakwenda kwa Simba. Kwa hiyo I believe Simba waliweza kuipata, lakini waliweza kulianda hilo jambo vizuri sana. Wakaona it's better kuseto, kutozungumza chochote, kusubiri mchezo wa kwanza uishe. Hata taarifa ya Simba inavyosema baada ya sasa limeshatokea, kila mtu analizungumza, lazima uizi watu. Wakawaizi vipi? Tutazungumza baada ya mchezo. Hiyo ni sahihi kwa 100%. Hata kwa mwako ulimute mimi nawaelewa, kwa sababu wanaamini lingeleta mkanganyiko. Yani mechi kishaisha tarehe 17, tarehe 18 pap taarifa inatoka bana mchezo utapigwa eneo fulani. Ila kinachonishtua kwa Simba ni kitu hiki kimoja. Mchezo wa nusu finali ya kwanza umecheza pale Amani Complex. Baada ya hapo taarifa unayo tarehe 14 kabisa kwamba uwanja hautatumika. Ingawa nadhani tarehe 13 au tarehe 12 ndio walianza kutangaza viingilio. Lakini before wangeweza kufanya follow up kwanza CAF. Yani mnazungumza vipi kuhusu uwanja? Maana mechi ya kwanza hatukucheza pale, ya nusu finali, mechi ya finali vipi? Sasa mimi kinachonishtua ni lile swala la kuanza kuuza tiketi kwenye dimba la Benjamin Mkapa ambalo bado hawana uhakika kwa kucheza pale. Kilichokuja kunimaliza, taarifa imeshatoka, si ndio? Imeshaonekana kabisa kwamba uwanja ule unaweza usitumike, si ndio? Bado unaendelea kuona sold out, sijui VIPB sold out tayari. Na unaendelea kuna sehemu Simba kwenye chapisho lao wameandika endelea kununua tiketi. Endelea kununua tiketi kwa namna vipi, wakati Simba wewe huyo umesema kwamba taarifa utazitoa baada ya nini? Baada ya mchezo wa kwanza. It means una uhakika. Hata Ahmed alivyozungumza anakuonesha, angekuwa anaweka angesema bwana mchezo unachezwa hapa. Okay, imetokea, nyie labda mnaamini mtaenda muongee na CAF. Wameweka ndita kwamba hapana, sisi uwanja mpaka sasa hivi haujaturidhisha, inabidi muende kucheza mtakapo wa Mwanyinyi, ambapo sasa ndo labda Amani Complex wamesha nunua watu 22,000. Uwanja wa Amani Complex unabeba watu 15,000. What will you do? Ndio eneo pekee ambalo linanipa question mark. Why Simba wamekwenda na approach hii wakati kuna dalili zote mchezo unaweza usichezwe kwenye dimba la Mkapa? Ukipita kwenye website ya CAF ndio mpaka muda huu ama wengine wao wanasema mpaka muda huu hapa saa ngapi sasa hivi? Saa 2 kasoro. Simba Sports Club versus Renaissance Sportive du Berkane. Mechi ni Sunday 25 Mei 2025. Ndio. Venue Aman Stadium. Muda saa 12 kamili jioni. Lakini hii ni website ambayo jana asubuhi ilikuwa inasomeka venue Benjamin Mkapa. Sasa unajua issue ya website ni mtu tu ambaye ana control website kubadili yani ni issue rahisi. Unafikiri anabadili from nowhere? Yani issue kubadilisha. Yes, anapokea order tu kutoka kwa wakubwa wake. Sasa ndio maana nasema yani ilikuwa Mkapa, afu akapewa order imeenda Amani Stadium. Huyo sasa anaweza akapewa order akarudisha tena Mkapa. Kaka huyu haandiki kwa fikra zake, na kama tunakubaliana na pewa order, nani ambaye anampa order? Alafu kingine aliyempa order si ndio huyu? Kuna matumaini ambayo mimi nayaona. Kuna matumaini ya Simba kucheza katika uwanja wa Benjamin Mkapa, ambayo wewe unayaona kuliko ya CAF, ndio? Mimi ambao mimi nayaona. Cha kwanza kwa mujibu wa kanuni za CAF, mabadiliko ya venue yanatakiwa kufanyika siku 10 kabla. Sawa? Kwa mfano jana ni tarehe 15. Imefanyika juzi. Maana hiyo ni halali mabadiliko ya venue. Lakini
kuna issue ya makubaliano ya timu zote mbili. Zikikubaliana venue inaweza ikabadilika ndani ya zile siku 10. Sawa? Sasa tunajiuliza, je, Berkane wanaweza kukubaliana na Simba kwamba tutoke Amani twende Mkapa? Kitu ambacho nakiona ni kigumu. Lakini kuna kitu kinaitwa force majeure. Yaani kama kutakuwa na sababu za msingi ambazo zitafanya uwanja mmoja uonekane haufai ndani ya hizo siku 10 ambazo haziruhusiwi kubadili venue, lakini ikaonekana kawa kuna sababu za msingi ambazo zitapelekea au zitawashawishi CAF, bwana, huu uwanja hauwezi kutumika kwa sababu hii na hii na hii, tuhamie uwanja mwingine, inawezekana wakahama. Kwa hiyo mpaka sasa hivi kwa mujibu wa kanuni za CAF, Simba wanaweza wakafanya namna yoyote ile ya uwanja wa Amani ukaonekana haufai kutumika, na CAF wakashawishika wakaenda kutumia uwanja wa Benjamin Mkapa. Yani Simba wapambane uwanja wa Amani uonekane haufai. Wakati tayari Mkapa haifai, watapelekwa Rwanda kaka. No, unajua uwanja wa Benjamin Mkapa kwa jana nilivyomsikia Msigwa, katibu mkuu wa wizara, uwanja una asilimia 85 za ubora. Okay. Sawa? Hapo. Nani mwenye mamlaka ya kuthibitisha kwamba huu uwanja unaweza kutumika kati ya Msigwa na CAF? Ni CAF. Okay. Lakini wao wanaweza wakafanya jitihada za kuwaita CAF waje wakague tena uwanja ndani ya hizo siku ngapi? Ndani ya hizo siku chache zilizobaki. Sawa? Na wakijiridhisha kama uwanja uko vizuri, kwa kanuni za CAF zinawaruhusu pia kufanya mabadiliko ya uwanja ikiwa ni chini ya siku 10. Sasa hapo tayari umeshawaambia labda RS Berkane kwamba mchezo wenu katika hili mimi naamini CAF wamefanya maamuzi ya haraka ya kuamua kuchange venue au kutoa taarifa, na wao wamependekeza, ukisoma kwenye ile barua yao wanapendekeza uwanja wa Amani. Na walichokifanya pia kingine ambacho nakiona kinawapa ugumu Simba ni kutoa siku 10 kabla. Yani wamefanya katika muda sahihi ambao unawapa ugumu Simba wa kubadili venue. Lakini nikasema kwamba kuna matumaini ya Simba kucheza katika uwanja wa Benjamin Mkapa, licha ya kuwa kanuni haiwaruhusu kubadili venue, kwa sababu kwa siku zilizobaki hazifiki 10 kama kanuni inavyotaka. Kuna kitu kinaitwa force majeure. Force majeure kwa Kiswahili ni kama sababu ambazo ziko nje ama haziepukiki. Sababu zisizoepukika. Mara nyingi tunasema sababu ambazo ziko nje ya uwezo wetu. Sasa ukisoma katika kanuni za CAF kwenye hii force majeure wanasema any event affecting the performance or any provision of this regulation arising from or attributable to acts, events, omission or accidents which are beyond the reasonable control of party and shall include but not be limited to be abnormally inclement. Hapo ndo tunaanza to be abnormally inclement weather. Kuna floods ambao ni mafuriko, kuna storm ni kama dhoruba alafu kuna fire, kuna explosion, kuna earthquake. Earthquake ni tetemeko, kuna structural damage. Hapo na nation kabla hujaenda mbali. Ngoja nakutajia hizo sababu. Kuna moja ambayo naiona inaweza ikatumika. Niitaje? Sababu ambayo inaweza ikatumika hapa kuna failure or shortage of power supply. Okay. Sawa. Umetaja uwanjani kuna failure na shortage of supply. Kwa Kiswahili imekaje? Wewe umesoma English. Nataka huwa ielezee kwa sababu nini supply kwanza? Water au power supply? Power supply. Maana yake mambo ya umeme. Amani mbona ipo sawa? Sasa hiyo si wanaweza wakafanya nanilia mchakato, yani ikaonekana kwamba haiwezekani. Kwa nini siwezekane? Haiwezekani hiyo. Okay, sawa. Mpira wa Afrika inatakiwa wewe ujipange ndani na nje ya uwanja. Kwa unawapa Simba kodi ni wajipange. Na hapa mimi Simba kodi. Lakini Simba wana matumaini ya kucheza uwanja wa Benjamin Mkapa kupitia
hii kanuni ambayo inasema kwenye sababu zilizo nje ya uwezo kuna issue ambayo ni rahisi kama kwamba shortage or failure of power supply, kitu ambacho wanaweza wakachekecha tu pale uwanjani. Unaona kama hiyo ni figisu. Ngoja nikwambie kitu. Unajua hawa kafa wafanye kazi kwa yani kwa maono yake. Sawa, Crescentius Magori mjumbe wa bodi ya wakurugenzi wa klabu ya Simba. Yeye anaamini kuna influence ya Bekane kutaka uwanja utumike wa Amani. Kwa hiyo na wao ndio maana wanajaribu kufanya mchakato wa kupambana ili mechi iende kucheza katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Na ndio maana taarifa ya klabu haijaja rasmi kwamba jamani game yetu itapigwa Amani. Wamesema after mechi ya tarehe 17 watakuja na taarifa. Kama bado wanapambana. Kama klabu haijatoa taarifa rasmi, kwa nini tumwamini Magori? Magori ni party ya klabu. Okay, basi maana yake taarifa rasmi ya klabu ndio hiyo. Nation, ukisoma barua ambayo inavuja mitandaoni, tutumie ile barua ambayo inavuja mitandaoni. Nitaisoma yote alafu nitakuja kusummarize kitu ambacho nakitaka tukizingatie. Taarifa imetumwa kwa Tanzania Football Federation TFF, Mr. Wilfred Kidao, General Secretary of Tanzania. Taarifa imeandikwa Cairo tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka 2025. Total Energies CAF Confederation Cup 2024-2025 final venue confirmation. Final venue confirmation. Ukiona narudia maneno ya sika hapo. Sawa. Dear General Secretary, CAF extend its sincere appreciation to the Tanzania Football Federation TFF, the government of Tanzania and all stakeholders for the strong collaboration and commitment in preparing the Total Energies CAF Confederation Cup final on 25 May of 2025. We fully recognize and commend the leadership and the dedication shown by the President Wallace Karia throughout this process. Following a series of detailed technical assessments. Narudia tena. Jifti nafikiri na wewe pia unaweza kunisikia. Following a series of detailed technical assessments carried out by CAF's international pitch consultants and taking into account the current rain season in Tanzania, it has been strongly recommended purely from a technical standpoint that the final to be held at Aman Stadium in Zanzibar. Namba nirudie para. Following a series of detailed technical assessments carried out by international pitch consultants and taking into account the current rain season in Tanzania, it has been strongly recommended purely from a technical standpoint that the final to be held at the Aman Stadium in Zanzibar. This decision has been taken after thorough consultation with the sole objective of ensuring the best possible sporting conditions and experience for the players and fans. It is no way a reflection of the outstanding efforts made by TFF and its leadership, for which we remain deeply grateful. We look forward to working closely with your team to ensure a smooth and successful organization of final in Zanzibar. Please accept, dear General Secretary, the expression of our sincere regards. Confederation Africaine de Football, Veron Masengo Omba, General Secretary, CC Simba SC. Nimerudia para karibu 2 hapo ama 3 ili tuelewane kabisa kwa ufafanuzi mwepesi tu. Kufuatia tathmini ya muendelezo ama tathmini ya kila mara ya mara kwa mara ambayo ilifanywa na wataalamu wa kimataifa wa ukaguzi wa sehemu ya kuchezea kutoka CAF, na kwa kuzingatia msimu unaoendelea wa mvua nchini Tanzania, imepitishwa na imekubalika kwa kauli moja kutoka kwenye eneo la ufundi ama kwenye msimamo wa kiufundi kwamba finali ichezwe kwenye uwanja wa Aman Zanzibar. Sijui unanifahamu. Narudia ya mwisho. Tunatazama kuendelea kufanya
kazi kwa ukaribu zaidi na timu yako kuhakikisha mambo yanakwenda kwenye njia nafuu, kwenye njia bora na ya mafanikio kwenye kuandaa fainali Zanzibar? Yani kwa ilivyokaa hivyo, kama wameshafanya detailed assessment, yani wameshakuja vya kutosha, na kuna muda tulikuwa tunapata taarifa kwamba wamekuja it means wameshajiridhisha series of assessment. Ina maana wameshajiridhisha kwamba hapafai pale kuchezea, na kikubwa si drainage system. Na hapo wamezungumzia mvua zinazoendelea kunyesha jijini Dar es Salaam hapa Tanzania, na uwanja ule hauwezi kudrain maji. Tuliona wote kwenye mchezo dhidi ya Al-Masry. Kwa hiyo nadhani ambayo serikali inasema inafanyia kazi kwa 85%. Kwa hiyo kuna namna inaonekana bado mambo hayajakaa mkao. Unaweza kwa kuna ugumu, lakini kwa kuwa Simba naona bado wanajiamini, labda kuna mazungumzo yanaendelea. Unajua mimi kinachowapa confidence Simba ni ile kanuni iliyowatajia. Na pia nilikuwa naendelea kuisoma. Kuna hoja nyingine imeongezeka. Kama ule uwanja ukiwa na shida, kama ule uwanja ukiwa na shida mwingine, labda ukaonekana ni mdogo, wanakwenda pengine. Unajua kuna hoja nyingine inaitwa kuna hoja nyingine katika zile zilizoainishwa inaitwa crowd disorder. Hiyo naielewa. Yani naielewa kwa asilimia. Yani crowd disorder ni kwamba uwanja wa Amani ni mdogo, unachukua mashabiki 15,000 na hii ni mechi kubwa. Simba ina wapenzi wengi. Tukisema tupeleke uwanja wa Amani, mashabiki wanaweza wakawa wengi, uwanja ukazidiwa. Sawa. Hiyo ni fact ambayo Simba wanaweza wakaitumia. Unajua unachokizungumza mimi nakuelewa vizuri. Lakini ukisoma taarifa ya CAF wanazungumzia technical recommendation. Na kwenye technical recommendation ikiwa pendekezo lao ni kwa ajili ya technical, uwanja wa Mkapa utakuwa assessed, sio kwa jukwaa, utakuwa assessed kwa technical vile vile. Yani kilichofungia ndio kitakachofungua. Na ndio maana hata wewe Berkane Simba anakupaje Amani kama Simba. Unajua timu kubwa Morocco ambayo unajua unachozungumza Nation ni sawa sana tuseme kwamba Watanzania wote wataingia uwanjani, kitu ambacho udhibiti, ndio maana kawa na mauzo ya tiketi. Maana yake wewe unapewa limitation kwamba wewe unauza kulingana na capacity. Tuna reference kwenye finali ya 2022-23 shirikisho ambayo mashabiki wa klabu ya Yanga walivunja mageti dhidi ya USM Alger. Sote hata dhidi ya Mamelodi. Inategemea tu na Yanga alianza kufanya hivyo dhidi ya TP Mazembe mwaka 2015-16. Kinachopasika ni udhibiti wa kikanuni. Hata Mamelodi waliingia bure. Ndio maana nasemaje? Yani Simba ilikuwa 2000. Simba wasikubali kirahisi. Sawa? Ila anachokuja kusema wana sababu 2 mpaka 3 za kupambana na CAF washawishi wakachezee waje wachezee hapa Dar es Salaam katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Sasa mimi nataka kukwambia, yani wewe point ulizozizungumza hakuna ambaye inaonesha ushawishi wa kuja kuchezea. Yani kitu pekee crowd disorder ndio unaikuletea crowd disorder. Haya, failure of power supply. Power supply sasa unataka ukachokonoe generator. Unachokonoa sasa ndio fitna za Afrika kaka. Kwa nini msifanye kitu ngoja nimuelekeze kuna kitu pekee ambacho wanaweza kikawasaidia wao kucheza Benjamin Mkapa. Ni kuhakikisha kwamba kitu kafu ambacho umeona kina shida hiyo technical haiko sawa. Kama haiko sawa hawezi kucheza pale. Hizo points zote unazozitoa watasema kumbe na uwanja wa Amani haufai. Tayari wa Mkapa haufai na wa Amani haufai. Tafuteni uwanja mwingine. Full stop. Unajua kuna kitu watu wakacheze Rwanda au wakacheze Uganda au Kenya wakati wana nafasi ya kucheza hapa. Hatuwezi kuharibu miundombinu ya Amani kwa sababu tunataka na hawezi wakarudishwa. Na unaweza kusema kwamba eti waharibu miundombinu ya Amani. Sio kuharibu. Kwa sababu ile ni Tanzania kaka. Alafu haina maana kwamba asipocheza Simba ama akicheza Simba Amani sasa ndio iwe
iwe nani, iwe pango. Kwani ukisema kwamba power supply haipo, unataka wazime switch. Sasa si switch mtu anafika na gusa, maana anataka wasokole. Hiyo ni pango tu ndugu yangu. Nation. Switch sio ukutani. Switch sio pesa kaka. Yani ila ninyi unachomoa fuse. Unachomoa nyaya. Sasa ndio kuharibu kwenyewe. Sasa nyaya si unachomoa afu utachomeka tena. Sasa kwamba kaka unaamini kafa wala mtaalamu wa kwenda kuangalia waya. Sasa huyo mtaalamu sasa wanazungumza, ila ninyi mbona mambo yanazungumzika haya? Sawa. Simba they can fight jamani. Wakikosa uwanja mimi nafikiri wanakwenda uwanja mwingine ambao sio. Hapana, hapo ndo wanarudi Mkapa. Haiwezekani utarudije Mkapa kati kuna shida? Yaani unataka yaani unajua kuna kitu ambacho hujakizingatia walichokiandika CAF. Kuna players consultation. Yaani kuna players consideration. Sawa. Kwamba lazima uangalie. Sasa ukisema kwamba watu waende tu, nafikiri mimi nafikiri Simba wanapaswa kuaminisha CAF kwamba uwanja wa Mkapa ni bora kwa sababu hizi na hizi, na kwamba mtu akija kufanya inspection sasa hivi aone kuna huo ubora. Unajua labda mimi niwaambie kitu kimoja. Labda mimi niwaambie kitu kimoja. Kwenye hili sakata mimi nilidhani linaweza likawa darasa jingine huru. Mimi nilidhani hivyo. Na sikudhani kama tunaweza tukawa tunapambana dhidi ya CAF kwenye hili sakata. Mimi binafsi kama Upete nafikiri tunapaswa sisi kujifanyia tathmini. Sisi kama Watanzania tulitimiza wajibu wetu, kwa sababu tunaweza tukawalaumu CAF kwenye wakati ambao ukumbuke kuna CHAN, kuna AFCON zinakuja. Ikiwa tutachagua njia ya kuwalaumu CAF badala ya kuchukua hatua, ndio haya ambayo yanakuja kutokea kwenye kipindi kama hiki, kwa sababu whether mechi itapigwa Mkapa ama itapigwa Amani visiwani Zanzibar, naamini kuna darasa la bure ambalo tumepewa na CAF. Sasa ni sisi tuchague hilo darasa ama tuendelee kusubiri kwa mara nyingine. Maana yake si kila wakati ama si kila kitu ambacho tunahitaji kuweza kufanya tunatakiwa kufanya kwenye namna ambayo tutakumbushwa kila wakati. CAF mara ya kwanza tuliona ile mechi ya Simba na El Masry. Ilivyoisha ile mechi wote tulikubaliana kwa kauli moja kwamba uwanja una shida, una hali mbaya, si ndio? Ikaji tukaambiwa kuna marekebisho yatafanyika kwenye drainage system, si ndio? Sasa hivi tunaambiwa yamefika 85%. Lakini ukumbuke kabla ya mchezo ule wa El Masry, CAF alishatangaza kwamba huu uwanja unahitaji kufanywa marekebisho, na wakaguzi wakija wasipojiridhisha Simba tafute uwanja mwingine. Sijui kama tunakumbuka hiyo kitu. Na ni Gift Chon nafikiri unakumbuka. Nakumbuka vizuri. Sasa walivyosema mara ya kwanza kuelekea kwenye mechi dhidi ya El Masry, uwanja ule ufanyiwe marekebisho, ama wale wakaguzi wakija watakagua alafu watakuja tena wakaupitisha, si ndio? Wakauruhusu. Ndio. Baada ya mechi kaonekana tena bado ni tatizo. Ndio. Sasa kwa nini hatukuchukua hatua kuanzia pale tu tuliopewa ile alert ya kwanza? Tukaja tukasimamisha, jamani, nusu finali ipelekwa Amani. Si ndio? Leo hii finali CAF wamesema ikapigwa Zanzibar. Tunataka kulaumu CAF. Waitu walaumu wakati sisi hatujifanyia assessment. Kwanza unaamini sisi tumejifanyia assessment ya kutosha kiasi ambacho nimekusikiliza kwa umakini sana Upete. Na kukumbushwa sisi tu tunakumbushwa. Cha kwanza nimewaambia hapa kwa siku zilizobaki hatuwezi switcher. Kwa siku zilizobaki hatuwezi kubadili venue. Sawa? Kwa sababu siku 10 tayari zimeshapungua. Umeona? Kwa mujibu wa kanuni za CAF mnaweza kubadili venue. Ebo Nation, ngoja. Umesema anza. Kwa siku zilizobaki. Sawa? Kwa mujibu wa kanuni za CAF hatuwezi kubadili venue. Sawa? Kwa sababu CAF mabadiliko ya venue yanasema yanatakiwa kufanyika siku 10 kabla. Sawa? Lakini katika hiyo kanuni wanasema venue inaweza kubadilika ikiwa ni chini ya siku 10 endapo timu mbili zitakubaliana. Sawa? Kitu ambacho naona kwangu mimi kama Simba wataomba Bekane kubadili venue itakuwa ni kigumu. Sawa? Lakini kuna hiyo issue ya ambayo nimetaja zile sababu ambazo ziko nje ya uwezo. Tumekubaliana kwamba sisi itabidi tuwashawishi CAF
wauone uwanja wa Benjamin Mkapa ni mzuri kuliko uwanja wa Amani, au uwanja wa Benjamin Mkapa unafaa kutumika kwa fainali kuliko uwanja wa Amani. Sasa je, utawaambia nini wakati siku kumi zile za kikanuni tayari hazipo? Hapo uligusia kwamba kafu wakiona kuna hiyo kitu wanaweza kabadilisha. Ndio maana nikasema sasa lazima ndo utafute zile sababu ambazo zinaweza zikafanya kafu wakashawishika kabla ya siku 10. Asante sana Nation. Nafikiri sasa tumekubaliana kwamba